Kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari, na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, siku alipoteswa Bwana wetu Yesu Kristo mpaka kufa. Na siku hii ya leo kanisa zima ulimwenguni haliazimishi misa, bali inazimishwa ibada, na sakramenti zote hazitolewi isipokuwa mpako wa wagonjwa. Katika tafakari ya leo tutaona kwa kina kukamatwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuhukumiwa, kupigwa na kusulubiwa mpaka kifo chake. Leo siku ya Ijumaa Kuu tunakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwanza kabisa tutaona Yesu alivyokamatwa, tukikumbuka kuwa Yuda Iskarioti alimsaliti Bwana wetu Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha tu. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anakamatwa na kupelekwa mbele ya Pilato na kuhukumiwa afe. Siku hii ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuonesha ni kwa namna gani Petro alimkana, kama alivyokwisha sema kuwa Petro atamkana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Na siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anadhihirisha hilo pale Petro anapomkana mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Hii inatufundisha kuwa hata sisi katika maisha yetu tunamkana Kristo, tunakataa kumshuhudia Kristo kwa watu. Ni mifano mingi inaweza kutolewa ni kwa namna gani tunamkana Bwana wetu Yesu Kristo na tunashindwa kumshuhudia kwa watu. Mfano mzuri ni pale mtu anapoenda kula chakula hotelini au mgawani. Walio wengi wanashindwa kumshuhudia Yesu Kristo wakiwa katika migahawa na hoteli hizo kwa kufanya ishara ya msalaba, kuombea chakula. Wanashindwa kufanya hivyo kuogopa macho ya watu, kuwa wataulizwa au watajulikana kuwa ni Wakristo. Basi Bwana wetu Yesu Kristo anatualika siku hii ya leo tukamshuhudie kwa watu, tusimkane kama Petro alivyomkana mara 3. Na vile vile tunaona baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufariki, Nikodemu aliyekuwa mwanafunzi wake alikuwa akijificha, hakutaka kuonekana kuwa ni mwanafunzi wake Yesu. Ila baada ya kifo chake Yesu alipokufa, Nikodemu anaenda kwa Pilato kuomba ruhusa apewe mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuuzika. Hapa tunaona kwamba Nikodemu anashindwa kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo pindi alipokuwa akiteswa, na walipokuwa wakiulizwa wale wafuasi wake, yeye hakujitokeza. Basi na sisi tunaalikwa tukae watu wa kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo, tusioneshe roho ya unafiki kama Nikodemu alivyofanya. Na vile vile tunaona roho ya unafiki kwa Pilato. Pilato anamhukumu Bwana wetu Yesu Kristo ingawa haoni kosa lake, anayogopa macho ya Wayahudi. Na hii tunaona hasa katika kituo cha kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Tunamwona Pilato anamhukumu Bwana wetu Yesu Kristo ingawa haoni kosa lake, akiyaogopa macho ya Wayahudi, anabembeleza urafiki wa Kaisari. Na katika maisha yetu ya kila siku katika dunia hii tunaona unafiki kama aliyofanya Pilato, hasa kwa wale wenye madaraka wanaposhindwa kutenda haki, kuonesha haki kwa wale wanaohitaji haki zao, na kuogopa macho ya watu au kupokea rushwa ili mtu fulani asipokee haki yake. Hii inadhihirishwa hasa katika mwanzo Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akiteswa na anahukumiwa afe na Pilato ingawa haoni kosa lake, ila akiogopa tu macho ya watu.
na viongozi wetu wamekuwa wakifanya mambo hayo, na sio tu viongozi wetu, hata sisi wenyewe tunafanya mambo hayo ya kuwahukumu watu ingawa tuoni makosa yao, kwa kuogopa watu au kwa kupokea fedha na kubeza haki za watu wengine. Leo hii Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tukae watu wa kutenda haki kwa wale wenye kuhitaji haki zao. Tumtendee kila mtu kadiri ya mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo anayotuagiza. Na vile vile siku hii ya leo tunaona mambo mengi, hasa katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mambo mengi aliyotendewa Bwana wetu Yesu Kristo: kutemewa mate, kukataliwa na wakuu wa baraza na kuhukumiwa mpaka afe. Na vile vile tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo anavuliwa nguo na askari, mavazi yake yakiwa yamegandamana na vidonda vyake vilivyokuwa vikitoa damu. Aliumia sana Bwana wetu Yesu Kristo, ila kwa kuwa alitaka sisi tukombolewe na dhambi ya mauti, atufungulie njia ya uzima wa milele, alikubali kudhalilika, akavuliwa nguo, akabaki uchi. Na hii kwa tafsiri ya kawaida katika dunia hii, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika na sisi tusiogope kuvuliwa mavazi yetu kama yeye alivyovuliwa na kubaki uchi, yaani kuvuliwa mioyo yetu. Tuivue mioyo yetu, tutekeleze yale yanayotuagiza tuyatekeleze. Tumdhihirishe yeye kwa watu kwa kuvua mioyo yetu. Vile vile katika tafakari hii ya kuvuliwa mavazi, Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza na sisi tukaivue mioyo yetu iliyojaa chuki, iliyojaa visasi na mambo mengine ambayo yapo kinyume na maagizo yake. Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza tukauvue ule ubaya ambao upo katika mioyo yetu, uliogandamana na mioyo yetu, kama yeye alivyofanya. Alivyovuliwa nguo, hakukataa na hakukata tamaa wala kuona aibu katika ukombozi wetu, ili sisi wanadamu tupate kukombolewa. Vile vile Bwana wetu Yesu Kristo katika mateso yake anatuasa hasa tufanye toba, tutende matendo ya huruma kama tunavyoagizwa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na siku hii ya Ijumaa Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza tukae watu wa kutenda haki katika maisha yetu. Na siku hii ya leo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anakata roho, anakufa kwa ajili yetu msalabani, na kabla hajafa alisema anahisi kiu, anaona kiu. Hiyo kiu sio kiu ya maji, bali kiu ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wetu. Anatuonea kiu sisi wanadamu tunaotenda mabaya, tunaomkosea Mwenyezi Mungu. Anatuonea kiu pale anapoendelea na ukombozi wa kutukomboa sisi, na anakata roho. Tunaona anapokata roho, anachomwa na mkuki ubavu wake wa kushoto, mara maji na damu vinatoka. Bwana wetu Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Basi tunaalikwa siku hii ya leo tukae watu wa kutenda mema, tukae watu wa kutenda yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu, hasa katika maisha yetu. Na leo siku ya pili katika juma hili kuu, katika hizi siku tatu za Triduum Sacrum, yaani kuanzia Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu, tujiulize mimi na wewe, kipindi hiki cha Kwaresma tumeweza kutenda mangapi? Tumeweza kuziokoa roho za watu wangapi? Na tumeweza kufanya nini kile ambacho kimempendeza Mwenyezi Mungu? Je, tumetakasa roho zetu? Na tumejiandaa vipi kumpokea yeye Bwana wetu Yesu Kristo atakayefufuka siku ya Pasaka? Tumejiandaa vipi kuisherehekea karamu hii
ya Yesu mfufuka. Tujiulize mimi na wewe katika siku ya leo ya Ijumaa. Karibu tuendelee kutafakari pamoja na tafakari nyingine zinazokujia kutoka katika chaneli ya Tafakari Tena. Nawatakieni tafakari njema na maandalizi mema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana tena na tena katika tafakari nyingine. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amen.